ulioingia. Lakini hapo hapo utuambie kwa kupitia sura ya kwanza, naamini umeisoma sana ndani na wewe ukiwa mjumbe wa kamati ile, ukiwa mjumbe parliamentary kamati ya bunge ya sheria na katiba, inajibiwa? Ili kama haijibiwi tuje tena tuulize tufanyeje huko mwisho. Karibu mheshimiwa, dakika 5 nyingine. Tuko pamoja ndugu zangu. Naomba kama naenda haraka sana nyanyua mkono ili tusiachane. Wenzetu huko nyumbani tumetoa namba za simu, tunaomba mtutumie kwa text peke yake, kwa message tu. Hatuwezi kupokea simu. Na yule anayehusika na kuzichambua hizo message, naomba utufuatilie tunavyoenda. Karibu mheshimiwa Tundu, dakika 5. Nashukuru sana. Sehemu ya kwanza ya rasimu ya katiba, hii ni rasimu ya kwanza. Nafikiri hiyo rasimu itakayopelekwa kwenye bunge itatoka pengine si muda mrefu sana. Lakini hiyo sehemu ya kwanza inayozungumzia mipaka, alama, lugha, utamaduni, nataka nisizungumze habari za alama na vitu. Nizungumzie habari ya hiyo nchi. Yes, definition ya nchi. Hiyo sehemu inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni shirikisho lenye mamlaka kamili ambayo imetokana na muungano wa nchi mbili za Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ambazo kabla ya hati za makubaliano ya muungano wa mwaka 64 zilikuwa nchi huru. Na ibara ndogo ya pili inazungumzia mfumo wa vyama vingi, usawa wa binadamu na mengineyo. Na sehemu ndogo ya 3 inazungumzia hati ya makubaliano ya muungano. Naomba mheshimiwa utupeleke kwa pages ili tuweze kufuatilia. Tuko pamoja ndugu zangu. Tunaona anakuangalia. Ukurasa wa 3. Sawa, asante. Nachotaka kusema ni kwamba hiyo kauli iliyoko katika hiyo sehemu imekuja nisemeje, iko punda huwa wanavuta tela nyuma. Sehemu hii punda yuko nyuma, tela liko mbele. Na punda anataka kuvuta hilo, haiwezekani. Tulikuwa na nchi huru 2 mwaka 64. Hizo nchi 2 huru, kama nilivyosema, kwa sababu ya makubaliano ya muungano zilikufa. Angalau kisheria, Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar zilikufa. Ikazaliwa nchi moja. Lakini katika miaka 50 ya muungano wetu kumetokea mambo mengi ambayo yamesababisha tumefika hapa tulipo. Hatujui tena tuna nchi moja au 2. Huu muungano, nitumie lugha sijui ya muungano umevurugwa sana. Muungano umevurugwa sana katika kipindi cha miaka 50, kiasi kwamba leo mahali tulipo huwezi ukajua upo. Na hilo ni swali la msingi. Huo muungano upo? Kumbuka, tulitengeneza nchi moja, lakini leo tuna katiba 2 zote halali, zinazungumzia nchi 2. Zinazungumzia wakuu wa nchi 2. Zinazungumzia maamiri jeshi wakuu 2. Kwa swala la msingi kabisa la kwanza kuulizwa lingekuwa, je, kuna Tanzania tena? Likijibiwa hilo swali, ndio tuzungumze jambo la pili, hii Tanzania ni ya aina gani? Ni shirikisho au ni muungano, ni unitary state au ni federal state au ni a confederation au muungano wa mkataba tunaousikia? Hilo swala la ni muungano wa sisi ni nchi ya aina gani ni swali la pili. Swali la kwanza ni, je, tunayo hiyo nchi katika mazingira ambayo nimeyazungumza? Na nazungumza hizi katiba ni katiba halali, zimetengenezwa, zina operate sasa hivi. Kwa swala la linalozungumzwa kwenye ibara ya kwanza ya rasimu, linaweka
mkokoteni mbele ya punda, alafu nategemea huyo punda auvute. Haiwezekani. Tunahitaji kujibu swali la msingi la kwanza. Baada ya miaka 50 ya hili zoezi la kuwa Tanzania, tunataka kuendelea nalo? Kama jibu ni ndio, tunaendelea nalo namna gani? Shirikisho, unitary state, mkataba au namna gani? Na hii katiba bahati mbaya haitupi hilo jawabu, na kwa sababu haitupi, litatupatia shida sana. Asante mheshimiwa, nashukuru sana. Dokta, karibu sana. Je, hii rasimu ya katiba kwa maoni yako inatupa huko tunakoenda, inatupa sijui niite jamhuri ya kabisa. Asante sana mwenyekiti. Mimi nilikuwa nataka nianzie alipoishia Mheshimiwa Tundu, kwamba hichi kifungu sehemu ya kwanza na ibara ya kwanza kabisa na ibara ya pili ikenda, ambao tunaweka misingi mibovu kwa maoni yangu ya tunapokwenda mbele. Haya matatizo ambayo tunakabiliana nayo kwa kipindi cha miaka 50 yanaonekana kwamba tunayaendeleza kutokana na rasimu hii tuliokuwa nayo. Kama tutakwenda nayo hii, basi maana yake tutegemee pengine matatizo mengi zaidi ya muungano kuliko yalivyokuwa miaka 50 iliyopita. Sasa mimi sina objection, sina pingamizi na maoni ya Mheshimiwa Tundu, kwamba kwanza ilikuwa labda turudi tena tujue kwamba kwa sababu huu muungano tayari umepitia mikondo mingi, kwanza wananchi wenyewe waulizwe, wajue aina gani ya muungano wanaotaka. Lakini hata tujalie kwamba wananchi wamesharidhika na huu mfumo ambao umependekezwa hapa wa shirikisho, lakini kwa mujibu wa ibara hii ya kwanza na ya pili tayari matatizo ya msingi yanaanza kujitokeza. Angalieni rasimu kifungu cha kwanza kimesema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni shirikisho lenye mamlaka kamili. Sasa hapa mwanzo utaona kwamba unaanza kutengeneza tatizo. Kwa nini tunaona tabu kusema kama tunataka tuende kwenye shirikisho, tusiseme kwamba Tanzania itakuwa ni shirikisho kama ambavyo Federal Republic, Jamhuri ya Shirikisho la Tanzania lililoundwa na nchi mbili. Tunaanza kuweka mambo ambayo mbele yaje kuanza kukutaza. Ukiangalia katiba yote hii, neno shirikisho limetajwa katika ibara hii tu. Nimeipitia mimi, sina hakika, lakini ukiangalia shirikisho imetajwa hapa tu, kuonekana kwamba wale wahusika walioandaa rasimu hii bado wana maruirui labda niseme ya mfumo wa muungano ambao tuko nao, ambao hilo ni kosa kubwa sana ambalo litatuletea matatizo baadaye. Sasa mimi kwa maoni yangu, huko tunapotaka tufike bado kwa misingi hii tunaweza tukafikwa na matatizo. Lakini la pili ambalo nataka kulizungumza, swala la sehemu ya kwanza ambalo limetaja eneo la Jamhuri ya Muungano, ibara ya pili, kwamba imetajwa tukijumla kwamba itajumuisha maeneo yote yaliokuwa Tanganyika kabla ya muungano na Zanzibar kabla ya muungano. Moja ya matatizo ambayo muungano huu tuliokuwa nao sasa hivi unaendelea ni swala la kujua eneo lipi ambalo ni haki ya Zanzibar, ni eneo lipi ni haki ya serikali ya muungano, kwa sababu serikali ya Tanganyika haipo. Lakini still tunaruhusu, kama itakwenda kama ilivyo, rasimu mpya iweze kutaja hizi statement za jumla tu bila kuifafanua hiyo mipaka ya Zanzibar ni ipi na mipaka ya Tanganyika ni ipi, ambayo finally ndo tutakuwa kutokana na mipaka yake hiyo maeneo yake hayo ambayo ndo yataunda muungano. Tukiacha hivi, ina maana tunaweka maeneo ambayo baadaye yaje kuletea matatizo. Sasa hivi tuna matatizo maeneo ya Bahari Kuu, kuna masuala ya Bahari Kuu, kuna masuala ya hizi natural resources, gesi, mafuta ambayo yanatafutwa. Kuna mgogoro mkubwa baina ya serikali mbili, lakini bado hatujaona kwamba kuna haja ya kuyatatua matatizo haya. Lakini jingine kubwa zaidi ambalo mimi naliona litaleta tatizo kubwa ni swala la kuruhusu katika ibara ya kwanza kifungu kidogo cha 3 kinachosema hati ya makubaliano ya muungano iliyorejewa katika ibara ndogo ya kwanza ndio msingi mkuu wa Jamhuri ya Muungano. Unaona, Jamhuri ya Muungano, si Jamhuri ya Shirikisho wa Tanzania, na katiba hii kwa kadri itakavyorekebishwa. Sasa kama tunaruhusu article of union ziweze kurekebishwa wakati wote utakotokea, sasa maana yake huu muungano utakuwa si muungano tena.
Manake ile ndo msingi ambao hata katiba na mambo mengine yote yanatakiwa yaongozwe na ile. Sasa kama tunaruhusu zile article of unions katika muungano ambao tunakwenda nao sasa yaweze kuweza kurekebishwa tu, hicho si jambo la busara. Ile iwe ndo reference yetu. Kunapotokea tatizo tunarudi kwenye article of unions. Tunapotoa fursa ya kutaka kuzibadilisha zile, ndo tujue miaka 50 ijayo tunakwenda kwenye matatizo makubwa, kwa sababu upande mmoja wote ambao utakuwa unaona hauridhiki, siku zote utakuwa unakuja na hoja tubadilishe article of union, na kwa maana hiyo hatuwezi kufika popote. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu, hii sura ya kwanza, ibara ya kwanza, sura ya kwanza, kwa kujibu swala lako, naona linaweka misingi mibovu kwa ajili ya maendeleo ya muungano katika miaka 50 inayokuja. Dadangu, naona. Asante sana daktari. Asante sana dokta. Tuko pamoja ndugu zangu ukumbini. Tuko pamoja huko wa Tanzania mnapotuangalia. Tunashukuru sana. Sasa kabla sijaenda sehemu ya pili. Sehemu ya pili ya rasimu, naomba tena nikumbushe Watanzania wote, hii ni rasimu, kwa hiyo ni draft. Na natumaini mazungumzo ya kila Mtanzania juu ya katiba yatachukuliwa kwa umuhimu ule kama wa wengine. Kabla sijaenda sehemu ya pili ya mamlaka ya wananchi, utii na hifadhi na katiba, labda tu nirudi tena kwa wazungumzaji. Tunafahamu kumekuwa na 2 points of departure. Kumekuwa na tofauti ama 2 schools of thought, ama mawazo haya na mawazo haya. Kuna wazo linalofikiri kwamba, kuna mtazamo unaofikiri kwamba serikali 3 zitaweza kuleta uwazi, wepesi na umoja kwa moja, clarity, kwenye sura au na sehemu ya kwanza ya rasimu hii. Lakini kuna wazo, tutaomba tu kwa msaada, simu tuweke kwenye vibrations, zinatusumbua kwenye vitendea kazi. Na kuna wazo linalofikiria kwamba hii lack of clarity, huu ufinyu wa uwazi katika maelezo, mtanisaidia ndugu zangu, tuko pamoja, ya hichi kipengele, unaweza ukatatuliwa pasipo kuwa na serikali zaidi ya hizi tulizo nazo. Kuna hii mitazamo miwili sasa hivi, nadhani tumeshatoka kote, tuko kwenye misimamo miwili, wa serikali 3 na wa serikali hizi tulizo nazo ambazo niziite serikali 2. Tanirekebisha, rasimu ya katiba ni ngumu ndugu zangu, nimesoma mara 4 bado na struggle. Nini mawazo yako Mheshimiwa Tundu? Na labda nirudi tena, tumekuwa tukisoma, source yetu kubwa ni vyombo vya habari. Ni washukuru tena wanahabari wote. Tumekuwa tukisoma kwenye vyombo vya habari, tukisikia kuna kundi moja kabla ya mkutano wenu na Rais Kikwete, kuna kundi moja lilikuwa linachanja mbuga likisema serikali 3. Nafikiri pamoja na hoja nyingine. Kuna kundi lingine likisema hapana, hapa tulipo. Tukafikia mahali ama rais ya saini, aweke sahihi ama asiweke sahihi. To sign or not to sign. Labda utusaidie hapo. Nafikiri unachanganya mambo mawili hapo. Samahani sana, nirekebishe. Samahani sana. Masuala ya ugomvi wa mchakato ni masuala tofauti kabisa na ugomvi wa kwenye rasimu juu ya serikali 2 au 3. Kuna masuala ambayo yako nje ya hii rasimu ambayo ndio hayo asaini asisaini. Mimi ningeomba tujilimit kwenye kujibu sehemu ya kwanza, ambayo kwa kutumia clarity tunajaribu kuangalia ni mfumo pendekezo, pasipo kuacha haya majadiliano yaliyoko sasa, kwa sababu wengi wetu wa Tanzania bado kuna mambo mengi hayajapewa majibu. Lakini nirahisishie kwa eneo hilo kwamba kitu gani kitakacholeta clarity kwenye hii sehemu ya kwanza tu ya rasimu yetu ya katiba. Kitakacholeta ufahamu juu ya hii kelele ya serikali ngapi ni kufahamu historia ya muungano wenyewe. Na Watanzania hawafahamu historia ya muungano. Wanafikiri wanajua, lakini hawafahamu. Na kwa sababu hawafahamu, ndio maana hawaelewi hii kelele inahusu nini. Nitoe mfano. Leo hii kwa sababu ya kutokufahamu tu, watu wanafikiri kwamba mapendekezo ya tume ya Warioba kuhusu serikali 3 ni kuunga mkono hoja za Chadema, za CUF, za wale
wanaotaka serikali tatu, sisi wapinzani. Lakini ukweli, kama wangekuwa wanafahamu historia, ukweli wa kihistoria ni kwamba swala la aina gani ya muungano limekuwa ni mjadala tangu miaka ya mwanzo ya muungano. Kama watakumsujui kama wanakumbuka wa Tanzania, miaka 30 iliyopita, 1983-84, kulikuwa na mjadala mkubwa sana wa kikatiba. Ulibatizwa mjadala wa katiba wa kuimarisha muungano. Lakini kilichotokea out of mjadala huo wa kuimarisha muungano, makamu wa kwanza wa rais na rais wa Zanzibar aling'olewa madarakani. Waziri wake kiongozi Ramadhani Haji Faki kawekwa kizuizini. Wolfgang Dorado aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali miaka ya Karume kawekwa kizuizini, na Wazanzibari wengi tu wakawekwa kizuizini kwa kile ambacho Mwalimu alikiita kuchafuka kwa hali ya hewa ya kisiasa ya Zanzibar. Kitu gani ambacho kilichafua hali ya hewa ya kisiasa? Rais Jumbe na serikali yake na mwanasheria wake mkuu wakati huo Bashir kwa Oswanzi, raia wa Ghana, huyo alipakiwa kwenye ndege, kesho yake kafukuzwa. Lakini Jumbe na serikali yake walijenga hoja kwamba mkataba wa muungano uliosainiwa mwaka 64 umehujumiwa. Hoja ya Jumbe miaka 30 iliyopita ilikuwa inasema hivi: makubaliano ya muungano yalikuwa na mtazamo wa serikali tatu. Mwaka 65 Mwalimu Nyerere akabadilisha hicho kifungu kilichokuwa kinasema hizi serikali mbili ni matokeo, ni swala la mpito tu wa mwaka mmoja, akaifanya kuwa ndio mfumo wa kudumu wa muungano. Hii ni hoja ya Jumbe ya mwaka 84. Niulize hapo Mheshimiwa Mudhi. Hiyo ndio hati tunayozungumzia kwenye sehemu ya kwanza ya rasimu. Absolutely. Ni the same, ni hiyo. Jumbe anasema ukisoma hayo makubaliano ya muungano yali-envisage serikali tatu. Mwaka 65 Mwalimu akabadili huo muundo wa serikali mbili ambao ulitakiwa udumu kwa mwaka mmoja, ukafanywa ndio wa kudumu. Kwa hiyo nachotaka kusema hapa ni kwamba huu mjadala wa serikali ngapi umekuwepo tangu miaka hiyo. Jumbe aling'olewa kwa sababu ya serikali tatu. Na ukitaka ushahidi, kwa sababu Tanzania hatuna utamaduni wa kusoma, tunababaisha tu, soma kitabu cha Mwalimu, uongozi wetu na hatima ya Tanzania. Anazungumza pale sababu iliyomng'oa Jumbe madarakani: muungano wa serikali tatu. Sasa usipofahamu tumetoka wapi, hutaelewa. Kabla ya mfumo wa vyama vingi, Tume ya Nyalali mwaka 91, hakukuwa na Chadema, hakukuwa na Kafa, hakukuwa na nini. Tume ya Nyalali ilipendekeza serikali tatu kama namna pekee ya kutatua matatizo ya muungano. Ikapigwa chini. Baadaye wajumbe, nimemwona Mheshimiwa Njelu Kasaka yuko pamoja na sisi hapa. Kiongozi wa G55, kundi la wabunge 55, walikuwa CCM watupu. CCM watupu. Mwaka 93 wakasema tufanye mabadiliko ya katiba yatakayofanya serikali tatu. Serikali ya Tanganyika ifufuke kutoka katika wafu. Wakaitiwa mkutano na Mwalimu, wakaambiwa anayetaka serikali tatu aondoke kwenye chama changu. Huwa sio watu wa kuondoka kwenye chama kwa sababu ya misimamo, wote wakafyata mkia. Asante Mheshimiwa, asante sana. Nachotaka kusema ni kwamba usipofahamu historia utaona haya ni maneno tu ya watu wanataka madaraka, wanataka kuua muungano kwa sababu wanapenda madaraka. Muungano, nimeuliza mwanzoni kabisa, upo katika mazingira ambayo tuna mbili hii, upo? Asante sana Mheshimiwa. Dr. Ali, karibu sana. Tunarudi kwenye swali lile. Hii misimamo miwili. Kuna kundi linaloona kwamba muundo wa serikali tatu utaleta clarity kwenye sehemu ya kwanza ya rasimu ya katiba mpya itakayojadiliwa. Na kuna kundi linalodhani
muundo wa serikali mbili unaweza ukaboreshwa labda ili kuleta clarity. Naomba nijue maoni yako. Asante sana. Mimi nafikiri suala la mfumo gani ambao unaweza ukasawazisha mambo, tukianza na mfumo wa serikali mbili, mimi nafikiri hata mtoto mdogo ukimuuliza kwamba hapa tulipofika umetokana na huo mfumo wa serikali mbili. Kwa hivyo sifikiri, kwa maoni yangu binafsi, mfumo wa serikali mbili unaweza ukatatua matatizo ya muungano. Lilokuwepo matatizo yanaweza yakaongezeka. Lakini mimi pia nataka niseme kitu kimoja. Mimi kwa imani yangu mfumo tuliokuwa nao wa serikali mbili utaendelea kubakia tu kama utalazimishwa kubakia, provided kwamba CCM bado iko madarakani. Lakini wakati wote ambao CCM itaondoka madarakani, na kusudia chama tawala kilichokuwepo, kuna hatari kubwa, na naamini karibu 100%, basi ujue ndio muungano utakuwa mwisho wake. Mimi naamini kama kweli watu wanaopenda muungano, hasa wanasiasa, basi wajue muungano hauwezi kudumu kwa mfumo uliokuwa nao, kwa sababu haiwezekani katika mfumo uliokuwepo sasa hivi wa serikali mbili ukaweza ukatatua kero za muungano. Mimi nitazungumzia kero chache za Zanzibar tu. Tanganyika wanazijua wenyewe. Lakini mimi nitazungumza za Zanzibar ambazo haziwezi kutatuliwa na mfumo wa serikali mbili. Kuna moja, hili suala la mgawanyo wa madaraka tuseme katika serikali ya muungano. Kwa mfumo wa sasa uliokuwepo, rais wa muungano ambaye pia ndio rais wa Tanganyika kwa lugha nyingine, kwa sababu sisi kule Zanzibar tunaamini kwamba hii serikali ya muungano ni ujanja wa kuichukulia madaraka Zanzibar, lakini kweli hata amezungumza Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba ni mwaka 1964 kulianzishwa muungano, ukaambiwa kwamba kutakuwa na interim constitution pale, ambayo baada ya mwaka moja kutaundwa katiba, lakini kilichofanyika ni katiba ya Tanganyika iliyotua vipechi viraka hapa na pale, ile ikawa ndio katiba ya muungano. Bunge la Tanganyika lililokuwa lile bunge la Tanganyika ndio lile likaongezwa baadhi ya wabunge kutoka Zanzibar, likaambiwa ndio litakuwa bunge la muungano. Mawaziri wa Tanganyika wale ambao walikuwepo wakaongezwa mawaziri wawili watatu wa Zanzibar, wakaambiwa hilo ndio litakuwa cabinet ya muungano. Sasa kilichokuwepo ni kwa maana kwamba waziri wa muungano ambaye rais wa muungano ambaye pia ndio rais wa Tanganyika kwa sasa ana mamlaka ya kuamua chochote anachokitaka bila hata kumshauri rais wa Zanzibar. Tuchukulie kuna masuala ya mambo ya muungano ni machache yalotajwa katika mujibu wa katiba, kwa mujibu wa article of union. Lakini sasa hivi tunaona kwamba hakuna formula. Hakujulikani hazina ya muungano, hakujulikani hazina ambayo inatumika kuendesha shughuli za mambo yalikuwa sio ya muungano ya Tanganyika. Hakujulikani kunapofanywa uteuzi wa mabalozi kwenda nje, kwa mfano, kuna utaratibu gani wa kugawa nafasi hizi, wapate Zanzibar, nafasi hizi wapate Tanganyika. Katika hali ya kawaida ni sawa na kwa maana kwamba Zanzibar ndio walionekana kwamba wao hawezi kujiongoza wenyewe, wakaambiwa kuna nafasi hizi nyinyi mnaweza chukueni wenyewe, mtafanya hizi, haya mambo ya msingi tuachieni, nyinyi hamwezi kujiongoza, tutachukua sisi Tanganyika, nchi kubwa, tuna resources, tutawasaidia. Sasa hicho ndio kilichokuwepo, na ndio kila tunapokwenda matatizo ya muungano hayeshi. Kwa hivyo mimi naamini mfumo wa serikali mbili, nijibu swali lako kwamba hatuwezi tukarekebisha ibara ya kwanza. Mfumo wa serikali tatu, kama kuna baadhi ya mambo kwa maoni yangu yakifanywa kazi katika rasimu ile ukuwepo, angalau tunaweza kusema tukapata pahali pa kuanzia. Kutategemea na mambo gani yatarekebishwa, yatafanywa vipi, tunaweza tukwenda. Pia tukumbuke kwamba mfumo wa serikali mbili ulikuwa ni muungano wa kisiasa. Dunia ya leo hakuna tena miungano ya kisiasa, imeanza kupoteza nafasi. Sasa hivi kila muungano unaofanyika lazima uangalie maslahi ya kiuchumi mbele, na mfumo wa serikali mbili ni muungano wa kisiasa. Kama kweli tunaangalia maslahi ya kiuchumi, mfumo wa serikali mbili hauwezi ukafanya kazi. Kila upande utakuwa na malalamiko, kwa sababu wakati wote kila mmoja utaona kwamba unaonewa na mwenziwe. Si Zanzibar tunalalamika kwamba hatupati misaada yote, inaishia Tanzania bara. Hakuna hawawezi kutofautisha baina ya mambo ya muungano na mambo ya Tanganyika. Kinachokuja mgawanyo wa madaraka ndio unakwenda hivyo, wanaamua wanavyofanya Tanzania bara wanavyotaka, kwa sababu madaraka yote yako kwao, wanachotupa ni danganya toto tu. Kwa hivyo siku zote malalamiko yataendelea kuwepo. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu
setup iliyokuwepo ya mfumo wa serikali mbili hayawezi kutatua matatizo, na ibara hiyo haiwezi kukaa sawa kwa kuendelea kubakisha mfumo wa serikali mbili. Labda wa serikali tatu, kama kutafanywa baadhi ya marekebisho, unaweza ukafanya kazi. Asante daktari. Asante sana. Asante daktari, naomba tuwapongeze. Naomba watu wenye microphone haraka maswali ya moja kwa moja, zidi dakika moja. 1 2 3 4 1 2 3 4. Tuanze. Upande wa mwisho, karibu, tuambie jina lako. Unatokea wapi? Naomba watu wenye microphone wasimame kwenye hizi veranda. Asante, tuambie jina lako, tuambie kama swali lako linaenda kwa mzungumzaji yupi ama kwa wote. Jina langu naitwa Kamara Dickson. Nilikuwa napenda niwaulize watoa mada, ni kweli kwamba sasa serikali tatu ndo suluhisho la Watanzania watu wa Zanzibar na watu wa Tanganyika kuishi pamoja na kuendelea kushirikiana pamoja, au tunaweza tukawa na serikali moja ambayo sasa serikali ya Zanzibar ife kama ilivyokufa serikali ya Tanganyika, ili sasa ule umoja wetu ambao tulikuwa nao, historia na tamaduni ambazo tulikuwa nazo sisi kama wamoja zibakie, mkizingatia kwamba hali halisi iliyoko Zanzibar. Leo hii mkisema kwamba Zanzibar wajitenge, maana yake mtakuwa mmetoa nafasi ya watu wa Pemba na Unguja siku hiyo kujitenga, na sisi huko hatutobakia salama, kwamba hawa watajitenga, watasema sisi ni Wahaya, au watasema sisi Wachaga, au watasemaje? Sasa kuna nafasi ya serikali moja. Asante Dickson. Tunaomba tuende second level. Halo. Karibu. Tuambie jina lako. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa ndugu Agustino Oscar Matefu. Mwanataaluma kidogo wa sheria na masuala ya diplomasia. Agustino Oscar Matefu. Asante. Ni mwanataaluma wa sheria na masuala ya diplomasia. Mimi na swali kwa ndugu yangu Tundu Lissu. Tunapoona dokta hapo, kuna swala moja ambalo amelizungumza kwamba katika tukienda na hizi serikali tatu tunaweza tukafanya baadhi ya mambo marekebisho na tukafanikiwa. Lakini mimi ninavyoelewa kwamba hamna duniani muungano wa serikali tatu. Sijawahi kuona kitu kama hicho. Afu jambo la pili, kama alivyosema ndugu yangu aliyotangulia hapa, tukiangalia, mimi naomba usirudie waliozungumza, tumesikia, tupe swali. Kwenye hii sehemu ya kwanza, eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna sehemu ambayo imezungumziwa eneo la mipaka ikijumuisha sehemu yote ya bahari. Sasa swali linakuja kwamba kama sisi leo tutasema Tanzania na Zanzibar tuunde serikali ya shirikisho ambayo tusema ni serikali tatu, bahari itakuwa ya nani? Sio bahari tu, hata hii kipengele hichi ninachokiona kimekuwa pesa ni kopi kutoka kwenye katiba ya Jamhuri ya Watu wa Kenya. Mipaka ya Tanzania tunaitambua kama bahari, maana hamna hamna river, hamna maziwa, hamna mito. Tunapokuja kusema tujigawe tu kwenye serikali tatu, hatuoni tutaleta mkanganyiko mkubwa madaraka mali za nchi. Asante. Asante. Swali linalofuata, naomba kwenye microphone twende haraka. Kimonjo. Naitwa Kimonjo Ali. Yes. Swali lako. Swali langu kwa meza kuu. Kama rasimu ya katiba ya sasa hivi ina mapungufu, kwanza hii inaita rasimu ni 1.5. Kivipi? Kama rasimu ingekuwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa nini tusizungumzie kwanza mambo ya muungano? Kwa kuwa Mheshimiwa Tundu Lissu wakati una present hapo ulikuwa unasema kwamba katiba au rasimu iliyokuwepo imeanzia pale muungano ulipofanyaje? Ulipoanzia. Ndio chanzo cha kuandika hii rasimu. Sasa basi, kutokana kwamba hii rasimu iliyokuwepo ni 1.5, ni chanzo cha migogoro, rasimu ya Tanganyika haipo, tunaendaje kujadili ya Jamhuri ya Muungano? Asante. Kwa sababu zipi? Ilitakiwa tuanze kwanza ya Tanganyika. Asante. Na ya pili tuwe nayo ya Jamhuri ya Muungano. Asante. Tutakuja kwenye kipengele cha ushauri. Twende kwenye maswali. Asante sana. Asante sana Kimonjo. Tuko wapi? Swali la 4 hili linakuwa sawa.
Salama bibi na mabwana. Mimi nampenda Mungu muumba mbingu na dunia, ingawaje tukumtaja, lakini huyo ndio anituunganisha sisi wote. Kuna swala amelizungumza ndugu Lissu hapa kidogo, nafikiri tutahitaji muda wa kuongea kwa pamoja. Amesema katika mwaka 64 ziliungana nchi mbili huru. Ninapenda kulipiga hilo swala, sio nchi mbili huru. Zanzibar ilifanya mapinduzi, kwa hiyo ikawa ni serikali ya mapinduzi, na Tanganyika ilikuwa ni nchi chini ya Malkia Elizabeth, kwa sababu alitumia sheria ya mwaka 61. Na kuomba ndugu Tundu Lissu tuonane ili tuweze kuyaongea vizuri pia. Tuweze kuyaweka mambo vizuri. Asante. Tuendelee swali lingine. Naomba tu tukumbuke tuna masaa matatu. Asante sana. Twende kwenye maswali. Swali lako moja kwa moja. Tuambie jina, tuambie swali lako. Swali, mimi naitwa Goodluck Justin. Swali langu linasema hivi. Goodluck Justin. Goodluck Justin. Yeah. Rasimu hii ni ya wananchi. Je, kwa nini wanasiasa wanataka kudharau mawazo ya wananchi? Asante. Swali linalofuata, nachukua mawili zaidi. Asante. Asante sana. Naitwa Enos Lupimo, natokea chuo cha CB, elimu ya biashara CB. Naomba nimuulize Dr. pale kutoka Zanzibar. Amesema kwamba kwa kuwa muungano wa nchi mbili ulikuwa kwa ajili ya maslahi ya kisiasa, na sasa hivi tunavyoona wanasiasa wengi na vyama vingi vya siasa ndio wamekuwa wadau wakubwa wa huu mchakato wa katiba. Hauoni kwamba mnaturudisha kule kule unakokataa wewe? Asante. Swali la mwisho turudishe. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa Garura Kudrabas. Nilipenda tu kuuliza kitu kimoja waheshimiwa hapa wanao presenti, kwamba tumeshuhudia matukio mengi ya kiusalama yakitokea duniani. Tumeona Somalia, tumeona Kenya kilichotokea. Sasa katika mchakato huu wa katiba nimegundua wanasiasa wanajikita katika swala ni nani ashike madaraka wapi na ni nani aongoze nini na apate nini. Swali langu ni kwamba kwa nini tusijikite katika muungano kama ilivyokuwa enzi za Mwalimu wa nchi kama ilivyo, yani, ili kulinda maslahi ya Al-Shabaab na vikundi vingine vya kuhatarisha usalama wa nchi yetu. Nashukuru sana. Asante. Kwamba nchi zinazopata matatizo hazina muungano. Asante. Naomba nirudishe meza kuu. Naona kwa maswali ya leo tunaweza tukatumia dakika mbili, alafu tena kwenye session inayofuata. Daktari, ungependa kwanza na yako? Dr. Ali, karibu. Kuna maswali mawili hapa nayaona daktari. Kwanza la mipaka, bahari itakuwa ya nani? Yazungumza tu labda. La pili, kwa nini tusiwe na serikali moja? Serikali ya Zanzibar ife. Sawa. Serikali tatu ni serikali moja itamaliza matatizo. Sawa, nataka nizungumze hili. Nafikiri alizungumza ndugu Dickson kwamba tumependekeza, sasa tumezungumzia sana kuhusu serikali tatu, na tunahisi kwamba serikali tatu ni suluhisho kama kutafanyika baadhi ya marekebisho katika rasimu ya sasa. Na kwa nini isiwe serikali moja? Mimi nafikiri serikali moja ni suala ambalo mjadala hata wenyewe niseme chama tawala ambalo ndo tunasema ndo waanzilishi wa muungano huu uliokuwepo, tayari hilo limebakia kama ni ndoto tu fulani, lakini haliwezekani kwa sababu kuna suala la identity hapa, na at least ingalikuwa hao wanaungana wanalingana katika kila kitu, lakini kwa bahati mbaya sana Tanzania bara au Tanganyika na Zanzibar kuna mambo ya msingi ambayo hawalingani, ambayo katika kuelekea katika mfumo wa serikali moja la kwanza kubwa ni kwamba hawalingani kwa maana kwamba ni nchi mbili ambazo zinapitana sana kiukubwa, kisize. Sasa unaposema serikali moja, maana yake itafika time sio Tanganyika itakayoathirika, kwa sababu Tanganyika ipo, finally itakuja kuwa ni kwamba ni ile Tanganyika tu, itakuwa ni kama ni kuchukua, kama vile nilivyotangulia kusema, huu muungano wa serikali mbili ujanja wake ambao sisi Zanzibar tunaamini ulipokuja kuchukua baadhi ya mambo ya Zanzibar. Tunashukuru Zanzibar kwamba angalau kwa kuwa serikali mbili mpaka leo kurupua kidogo kwamba tupo, lakini ikija mfumo wa serikali moja, maana yake itakuwa ndio mwisho wa Zanzibar
na baada ya miaka 20 kizazi kinachokuja hakutokuwa na kumbukumbu kabisa kama Zanzibar ilikuwepo. Kwa hivyo kuna suala la identity ambao Zanzibar si rahisi kulikubali hili. Tena hili mimi nafikiri katika hili kuna kitu kimoja, Wazanzibari wanakosana katika mambo yote. Wanakosana katika siasa, sijui kuna kafu, kuna CCM, wanakosana katika mambo mengine yote, lakini katika suala hili la serikali moja, hilo Wazanzibari nafikiri watakuwa amalizike yule wa mwisho, ndio serikali moja itakuja. Asante sana. Asante. Kwa hivyo mimi nataka kusema hilo haiwezekani. Halafu jengine nafikiri linalonihusu au nataka kuzungumzia ni la bahari. La bahari. Kama tukiwa na serikali tatu, bahari itakuwa kwa nani? Ndio. Mimi nafikiri ile halina tatizo, labda ni watu wasiwasi, kwa sababu tatizo limekuja kwa sababu katika katiba ya sasa au katika ujanja uliofanyika, hii mipaka au hii maeneo ya nchi mbili zilizoungana hayakuwekwa wazi. Lakini kabla ya 64, kabla ya muungano mwaka 64, kulikuwa na maeneo na bahari iliyokuwa inatambulika, hii ni ya Zanzibar na hii ni ya Tanganyika. Ipo, rudieni kama watu wanaosoma sheria, nendeni wanaosoma mambo ya international law, kila kitu. Hizo kumbukumbu zipo na hayo maeneo. Kwa hivyo nafikiri sio tatizo. Serikali tatu, na ndio mimi nikasema pale kwamba cha msingi ni kwamba ndani ya katiba, rasimu ya katiba, yale maeneo isitajwe kijumla jumla kama vile tu. Kila nchi itajwe mipaka yake, ijulikane maeneo yake, na inapofika wakati wa kuenjoy zile resources zilizopatikana katika yale maeneo, kusije kukawa na mvutano. Kwa hali hii iliyokuwepo, itakapofika ndani ya bahari, kwa sababu haijatajwa hayo mipaka iko wapi na wapi, itakapofika ikaonekana, labda tuseme mfano, kuonekane mafuta au gesi katika eneo fulani, bahari fulani, Zanzibar watake kuchimba, Tanganyika watakuja watasema no, hilo ni sehemu ya, unaona katiba imesema nini. Kwa hivyo kama ile mipaka haijulikani, bahari maeneo yapo, mipaka ya bahari ipo inajulikana, ni kutaka iweze kueleweshwa, kuwekwa wazi, ili kila upande ujue kwamba hii ni bahari ya Zanzibar, hii ni bahari ya Tanganyika, na hiyo ipo, na kama itafanywa haiwezi kuleta tatizo lolote. Mimi naona hakuna tatizo katika hilo. Asante sana. Ni kuwekwa wazi tu kwenye katiba. Asante sana. Mheshimiwa Tundu, si kama kuna maswali yako? Ulikuwa na swali la linasemaje? Unaitwa? Saa nyingine ninaweza nikaacha swali lako nikiona ni sehemu ya majibu ya swali lingine. Tuko sawa? Ni kali sana. Nilikuwa ninasemaje? Nilikuwa nimesema hivi, nimesema natokea CB pale. Nilikuwa nasema hivi, ulisema kwamba serikali mbili zilianzishwa kwa ajili ya maslahi ya kisiasa. Sawa kabisa. Na sasa hivi tunaona katika mchakato huu wadau wakubwa wa hii mabadiliko ya katiba ni ya wanasiasa, hasa wapinzani. Sasa tunasemaje? Hamuoni kwamba mnaturudisha huko mliko tutoa kama hiyo ndo sababu? Daktari, naomba kama hutajali, naomba nichukue nafasi yangu tuendelee, kwa sababu swali hilo nadhani ndio tunaendelea. Nadhani tukisoma rasimu, tukifuata kwenye process, kumekuwa na process ambayo imejumlisha makundi mbalimbali. Sawa? Nadhani itakuwa sio fair kumtegemea daktari ajibu hilo swali. Kama hamtajali, ningeomba Tundu Lissu umalize, tuende kwenye hatua ya pili ya maswali mengine. Tuna muda. Sawa ndugu zangu? Asante sana. Nashukuru sana. Naomba na mimi nijibu yale ambayo yameulizwa yanayohusu muundo wa serikali. Serikali tatu ni suluhisho au tuende serikali moja? Ni vizuri sana kuota. Ni vizuri sana kuota kama ndoto ni nzuri. Lakini ni dhambi kubwa sana ukasahau kwamba unaota, ukafikiria ndoto ndio kitu cha kweli. Kulikuwa na ndoto ya kuifanya hii nchi kuwa na serikali moja. Ndio ilikuwa ndoto ya baba wa taifa Mwalimu. Na kwa miaka 21 aliyokuwa rais wa muungano, alijaribu kuitekeleza hiyo ndoto. Alijaribu kwa bidii kubwa sana. Marehemu Abdurrahman Babu, Mzanzibari, alisema hivi, majaribio ya Mwalimu were
a spectacular, a heroic failure. Alishindwa kijasiri. Nimesema mwanzoni kwamba muungano umevurugwa sana. Umevurugwa namna gani? Mwaka 64 kwenye makubaliano ya muungano, mambo yaliyokubaliwa kuwa mambo ya muungano yalikuwa 11 tu. Kati ya mwaka 64 na mwaka 85 Mwalimu anaondoka madarakani, aliyaongeza hayo mambo ya muungano kufika karibu 20. Mengine yaliongezwa moja au mawili yaliongezwa baada ya kuondoka, lakini mengine yote yaliongezwa chini ya Mwalimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna nyaraka za halmashauri kuu ya CCM za mwaka 83 zinazungumza maana ya kuongeza mambo ya muungano, na wanasema kuongeza mambo ya muungano ni kunyang'anya Zanzibar yale yaliyokuwa mamlaka yake na kuyafanya kuwa mamlaka ya muungano. Kwa majina mengine, ni namna ya kuinyang'anya Zanzibar uhuru wake, ni namna ya kuimeza Zanzibar, ni namna ya kuunda muungano wa serikali moja. Alishindwa, na ushahidi kwamba alishindwa, ilibidi wamfukuze Abu Lumbe mwaka 84. Kwa hiyo habari ya serikali moja ilishindwa 84, miaka 30 iliyopita. Ni ndoto, ni vizuri kuota. Asante sana mheshimiwa. Tumefika mahali ambapo aidha tuna serikali 3 au Zanzibar huru, Tanganyika huru. Asante mheshimiwa. Sasa niende kwenye mengine. Swala la mipaka linapigiwa kelele sana. Linapigiwa kelele kwa sababu tu ya kutokuwa na ufahamu. Kwenye dunia hii kuna kitu kinaitwa sheria za kimataifa, na moja ya sheria za kimataifa, kuna moja inaitwa International Law of the Sea. Sheria ya kimataifa ya bahari inaeleza namna ya kutenga mipaka ya bahari. Kama mnachangia bahari au mnachangia maziwa au mnachangia water bodies. Kwa hiyo kutengeneza utaratibu ambao eneo la Zanzibar litatamkwa wazi, eneo la Tanganyika litatamkwa wazi, mahali pa kuanzia ni sheria ya kimataifa ya bahari inasemaje juu ya mipaka ya bahari na maeneo ya maji. Sasa watu wanapiga kelele ni kwa sababu tu ya kutokufahamu. Haya mambo yana utaratibu wake, umewekwa wazi. Asante mheshimiwa. Dakika moja. Nimeulizwa hili swala la wanasiasa na mchakato wa katiba. Naomba tufahamu kitu kimoja. Dunia nzima na zama zote, katiba, jambo la kwanza juu ya katiba huwa ni waraka wa kisiasa. Haiba ya kwanza ya katiba dunia nzima, zama zote, ni waraka wa kisiasa. Unawaondoaje wanasiasa? Unawaondoaje wanasiasa katika mchakato wa kutengeneza waraka mkuu wa kisiasa, katiba? Pili, hivi mimi kuwa mwanasiasa nimeacha kuwa mwananchi? Asante mheshimiwa. Naomba nikuruhusu ukae. Asante mheshimiwa. Tutakuja tena kuona hicho kipengele. Naomba basi sasa ndugu zangu nichukue tena nafasi hii kurudi kwenye masuala. Tutarudi. Naomba kwa namna ya pekee kabisa ni jaribu kutupa guideline. Tumeshapata historia
tumeshasikia, turudi kwenye rasimu ya katiba, tuangalie tunaenda wapi, the way forward. Sawa, tulipofika. Naomba tena nikumbushe kwamba rasimu ya katiba ndio inayotuongoza tunakokwenda. Mambo ambayo hayajazungumzwa hapa, hayajawapi, tunataka kurudi tena, ni process nyingine mpya. Tuko pamoja? Tuko pamoja ndugu zangu? Tuokoe muda, twende mbele, tusonge mbele. Ningeomba nirudi kwa wazungumzaji. Bado tena narudia kuanza, ameongea kijana pale Dickson, kuanza kuwa sehemu pia. Bila shaka wengine hatutakuwa kwenye utaratibu wa kawaida, hatutakuwa na nafasi ya kuulizwa ama kuchangia, lakini tunaamini wahusika wanatusikiliza ili mawazo yetu pia yaanze yapokewe. Ningeomba turudi kwenye mambo muhimu ambayo imekuwa mjadala mkubwa kwa wananchi waliosoma hii rasimu ya katiba. Swala la kwanza, tuangalie process, na hasa tukizingatia hivi vipengele mbalimbali ambavyo sura mbalimbali tunazoona zina matatizo. Naomba nikimbie moja kwa moja kwenye sura ya 9, lakini ni limit, sio kwenye content ya kwenye rasimu, bali nirudi kwenye process. Bunge la Katiba linalotegemewa kujadili sasa rasimu hii, yaani kupitia kama mkutano, mnapitia na kuangalia na kurekebisha. Je, lina uwezo wa kurekebisha ama wa kuchukua ama wa kuattend kushughulikia haya mambo mliyozungumza mwanzoni? Swala la kwanza la kuelekea kwenye serikali tatu. Swala la pili la kudefine, kuweka clarity, kuweka uwazi na umoja kwa moja kwenye maeneo kama rasilimali zetu ambazo zinaonekana kwenye sehemu ya kwanza na mengineyo. Bunge linalokuja ambalo tunafahamu, narudi tena kwenye swala la wanasiasa, litakuwa na wanasiasa waliopo labda wote, tofauti za makundi zinaweza zikaletwa na wale idadi ya watu 166. Nadhani wengi mliosikia mazungumzo, kuna swala la 166, namba 166. Labda ningewaomba wazungumzaji wazungumzie hilo. Tunadhani bunge la katiba linalokuja, kwa sababu ndio process ya kutoa rasimu hii kuipeleka kujadiliwa kwenye bunge la katiba, tunadhani inaweza ikapunguza wasiwasi wetu juu ya kufikia Tanzania tunayoitaka, kwa maana kwamba kufikia katiba tunayoitaka. Sijui kama nimeeleweka. Naomba nianze na daktari. Tunadhani ule uwakilishi wa bunge la katiba tunaozungumzia, lakini pia unadhani process ya kutoka tulipo kwenda kwenye bunge la katiba ni process mwafaka, ama kuna kitu hapa tunatakiwa tukizungumze kabla ya kufikia kule? Karibu sana, dakika 5. Asante sana mwenyekiti. Mimi nafikiri nianze na kuzungumza ule mchakato wa kupata wabunge au ile composition, muundo wa bunge la katiba wenyewe, halafu tutaangalia namna gani kama hilo bunge linaweza likatufikisha katika upatikanaji wa katiba ambayo tunayoitaka. Nirudi nyuma kidogo, matatizo yaliyojitokeza wakati wa kuunda sio bunge la katiba, hata hii tume ya Warioba ambayo sasa hivi inasimamia mchakato wa katiba, na matatizo yaliyojitokeza, wasiwasi walioonyesha wanasiasa kumpa uwezo mkubwa sana rais wa nchi kuweza kumiliki au kuhodhi, kwa lugha nyingine pengine, kwamba uteuzi na kuamua ambaye anataka nani awe nani asiwe. Na tumeona matatizo yake. Mpaka tume imeundwa, bado watu au makundi mengine na wanasiasa, ukiachilia wale wa chama tawala ambao hawajaridhika na ule mchakato. Sasa tunakuja kwenye chombo muhimu sana, bunge la katiba. Kwa kuangalia uzoefu wa kule nyuma tulipotoka, pamoja na makubaliano ambayo Mheshimiwa Rais alikubaliana tuseme na wapinzani, kwa sababu siwezi kuzungumza kwamba na wananchi wote, lakini alikutana na wapinzani kukubaliana baadhi ya mambo ili kuweka mambo sawa, lakini still ile tume bado haijawa perfect kama ambavyo watu walitarajia au wananchi walitarajia. Sasa tunakuja kwenye bunge la katiba. Kwa uzoefu uliokuwepo huko nyuma uliojitokeza, tunaona kwamba bado rais yupo katika nafasi ile ambayo rais ndio mwenye kuamua nani ambaye atakuwemo katika bunge la katiba, nani ambaye alikuwa hamtaki hawezi kuwemo.
Sasa hili bunge la katiba litakuwa na athari kubwa zaidi kwa maoni yangu, kwa sababu angalau katika tume ile ya Warioba kulikuwa hakuna mtu ambaye tayari yupo, lakini katika bunge la katiba tayari kuna wabunge na wawakilishi ambao ni sehemu mbali ya kuwataja hawa 166 ambayo dada wamewazungumza. Ukiangalia composition ya bunge sasa hivi, ukiangalia composition ya baraza la wawakilishi, maana yake tayari pale tunajua kwamba lile bunge lile litakuwa sio bunge la katiba. Kwa maoni yangu litakuwa ni bunge la chama tawala, kwa kuangalia ile composition hii. Na kwa vile tunaamini sote kwamba katiba ni ya wananchi wote wa Tanzania, mie nisingalishangaa mfano wale wabunge wale wengalikuwemo kwenye bunge la katiba, kwa sababu kila mmoja kama alivyosema Mheshimiwa Tundu, ukiwa mwanasiasa maana yake hupotezi haki yako ya kuwemo raia na ukapata haki za kiraia. Lakini wale tumeona mchakato wa kisiasa, CCM wanasema wanataka serikali mbili, wapinzani wanasema serikali tatu. Kwa maana hiyo wabunge wale kuna mambo ya party whips, discipline zile za kichama. Wakija kwenye bunge la katiba, hakuna mtu asikudanga. Mimi binafsi yangu siamini kama watakuja pale maana maoni yao binafsi waje kuchangia wakiwa ni wabunge huru, kwa sababu tayari wamekonda pale kwa tiketi za chama chao. Wengalikuwa kuna utaratibu wa kuwafanya wale lakini wakachaguliwa na wananchi pasipokuwa na influence ya chama, kila mmoja akasimama kama yeye, basi ningalikuwa sina matatizo nao, kwa sababu at least tungaliamini kwamba wanaweza wakaja wakatetea maslahi ya wananchi. Lakini kwa vile tunaona bungeni wabunge wetu wanavyofanya maamuzi, imefika sasa hivi hata ile hamu ya kutizama bunge inaondoka. Kwa sababu gani? Ni mambo kama haya. Kuna jambo analiamini silo, lakini tayari msimamo umetengenezwa wa chama, basi atasema hilo. Akitoka nje, wengine tunazungumza nao. Mimi kuna baadhi ya wabunge nazungumza nao, wao wa CCM pengine tuseme, wanaamini katika mfumo wa serikali tatu. Lakini lini ambayo mbunge alisimama wa CCM ambayo akaunga mkono serikali tatu ndani ya bunge? Inawezekana wapo, lakini mimi sijamsikia. Sasa mimi nilikuwa nasema, ukiangalia hiyo tatizo ambalo tayari lipo, kwamba kuna wabunge zaidi ya 300 na sio CCM peke yake, pengine na vyama vya upinzani nao wana wabunge wao ambao nao kuna vyama vyao vinawasimamia wakasimamia hiyo. Kwa hivyo uhuru utakuwa haupo kwa wabunge wale. Kwa hivyo Watanzania wasiwategemee wabunge wale na wawakilishi wale kwenda kutetea maslahi yao kama Watanzania. Wale watakuwepo pale kutetea maslahi ya vyama vyao. Kama ni CCM atatetea CCM, kama ni Chadema atatetea Chadema, kama ni CUF atatetea CUF. Mimi ni imani yangu. Kwa hivyo tayari kuna wabunge ambao tuna wajumbe wa bunge la katiba ambao hatuna matumaini nao sana kama Watanzania. Wamebakia hawa 166. Sasa hawa 166 tayari anapewa rais aweze kuwateua kwa vile ambavyo yeye anaona inafaa. Kwa sababu ukiangalia hii hata ya marekebisho yaliyofanywa karibuni tu ambayo yamejaribu bado hayo